Kijiji cha Muono, sehemu ya 37. Mtunzi ni Hansi Marcelini na msimulizi ni mimi Felix Mwenda. Nambari zetu ni 0677 062 012. Simulizi hii unaweza kuipata yote na nyinginezo nyingi kwenye YouTube channel yetu ya Simulizi Mixi. Sehemu ya 36 tulisha pale ambapo Shamsa na mumewe Mudi walikuwa ndani kitandani, lakini mara ghafla mlango ukagongwa. Kilichoendelea, karibu sana. Hii ni sehemu ya 37. Brother, sasa mimi nataka kwenda. Ile kuna sauti ya midosho iliyozungumza kutoka mlangoni pale mara baada ya kugonga kule kwa mlango. Au lali midosho? Silali bro. Okay, sawa. Wewe nenda. Nitakutafuta kesho. Huu mzigo wa nyama mmoja utauchukua na mwingine mwachie hapo Zinduna. Zinduna. Midosho alikuwa anamuita Zinduna ili aweze kumwachia ule mzigo. Shamsa alitamani sana kumwambia Midosho kwamba Zinduna hayupo, lakini ghafla akasikia sauti ya Zinduna ikiitika kutoka kwenye chumba chake. Alisikia vile Shamsa. Zinduna aliweza kuitika kutoka kwenye chumba chake. Shamsa akabaki amedoa mara baada ya kuitika kule kwa binti yake. Chukua mzigo kwa baba mdogo hapo ushughulikie. Mudi alitoa maagizo. Sawa baba. Ndio jambo, lakini mama yangu. Si jambo baba, za safari. Nashukuru Mungu, niko poa kabisa. Tumeenda salama na tumerudi pia salama. Basi tutazungumza baadaye. Sawa baba. Mudi akaendelea kubaki na mkewe chumbani huko Midosho akiendelea kufanya lile ambalo alikuwa ameamrishwa. Japo Shamsa alikuwa na mumewe, lakini furaha hakuwa nayo kabisa. Furaha ilitoweka Shamsa. Hakuwa na furaha kabisa Shamsa. Kwa mara ya 3 alikuwa akimshuku vibaya binti yake. Alama ya hatari ikawaka katika kichwa chake. Aliwaza na kuwazua kwa muda mrefu, lakini mwisho akapata wazo juu ya afanye nini ili kumtambua binti yake. Akaendelea kufurahia na mumewe, lakini huku kichwani mwake alikuwa na wazo alilokuwa amelihifadhi mwenyewe. Mida ya 2 usiku ndani ya ukumbi wa nyumba uliopambwa na mwanga wa kibatari, Selunga alikuwa nakata matonge kwenye sahani iliyokuwa na ugali ndani yake, ambapo mboga yake ilikuwa ni dagaa wa uchungu waliochemshwa chukuchuku. Alikuwa nakula ugali Selunga. Pembeni kidogo alikuwepo mke wake na mama mke wake, ambao nao pia walikuwa na ushambulia ugali sahani tofauti na ile ya kwake. Kichwani alikuwa na mawazo lukuki, lakini kati ya hayo kubwa lilikuwa ni namna gani ya kuitumia dawa ambayo alikuwa ameisahau hata kama alipewa maagizo ya kuitumia. Aliwaza kwa muda mrefu, lakini hakuweza kukumbuka. Alikuwa hakumbuki Selunga. Alikuwa hakumbuki dawa ile aliyokuwa amepewa na babu aweze kuitumia namna gani. Alikuwa hakumbuki. Ugali haukuwa na hamu tena mbele zake. Mawazo hayo yalidondosha furaha yake kabisa. Akajikuta akinawa mikono yake akiuacha ule ugali mwingine kwenye sahani. Bakanyanyuka. Aliweza kuinuka Selunga. Vipi mume wangu? Salama akamtupia swali kwa akiwa anamtazama mumewe aliyesimama kwenye mlango wa kuingia chumbani kwake tayari kwa kuingia. Nimeshiba tu mke wangu, Selunga alijibu kwa akiwa tayari ameshaingia chumbani. Salama na Bimshamu walishangaa, walikuwa wanaangaliana tu. Selunga mle ndani akaielekea suruali yake aliyokuwa ameivua baada ya kutoka kule kwa babu. Akaanza kuisachi mfukoni, lakini hola, hakuweza kuona kitu. Hakuweza kuona kile ambacho alikuwa anakitafuta Selunga kwenye suruali. Ilikuwa ni dawa. Alikuwa anaitafuta dawa ile aliyokuwa ametoka nayo kwa babu. Sasa ile dawa iko wapi? Akajikuta anajiuliza mara baada ya kutoiona kabisa. Alipekua mifuko yote, lakini hakuweza kabisa kuiona ile dawa. Hakuweza kuiona. Hakuweza kabisa kuiona ile dawa. We Salama. Akajikuta anamuita mke wake kwa hasira. Abe mume wangu. Mara baada ya dakika chache mlango ukafunguliwa. Salama aliingia mle ndani, hata mikono yake ilikuwa hajanawa kwa sababu alikuwa anaendelea kula ugali kule ukumbini. Aliweza kuitika wito Salama. Abe mume wangu, umechukua naniliu yangu kwenye suruali hapa. Akamhoji huko akiwa anamuonyesha suruali aliyokuwa ameishika mkononi. Nini?
Hii niliyokuwa nimeiweka humu kwenye suruali. Nini? Ni pesa au? Sio pesa bwana. Niambie kama umepekua na kuchukua chochote kwenye suruali yangu. Hapana. Lakini ni kitu gani mume wangu? Selunga alizungumza kwa ghadhabu huku akiwa anarejesha suruali ile nyuma ya mlango kwenye msumali ilipokuwa ikining'inia awali. Akampita Salama na kuelekea nje. Alielekea tu nje. Alimpita tu Salama na kisha yeye kuelekea nje. Mume wangu, kwani kuna kitu gani? Wewe nenda kaendelee kula. Selunga alijibu kwa akiwa anaondoka kukatiza korodoni na kuelekea nje mara baada ya kutokea chumbani mwake. Lakini Selunga, unaenda wapi mume wangu? Salama kabaki amesimama pale ukumbini alipokuwa mama yake akiendelea kula. Bali kwa nastaajabu tu. Kwani kuna nini? Bimshama akauliza. Kwa kweli mimi hata sielewi mama. Salama akajibu kwa akiwa anakimbia kuelekea nje kumuwahi mumewe. Selunga. Balipofika nje akawa anamuita mumewe. Bali kwa anamuona akiwa anafuatisha njia ya kutoka katika uwanja wa nyumba ile. Nenda ndani. Nenda. Selunga akajibu kiukali kumfukia mkewe aliyekuwa akimuita. Unaenda wapi sasa jamani? Unaenda wapi? Selunga kujibu lolote zaidi ya kuendelea kuifuata njia ile. Akapotelea gizani. Alikuwa anafuata ile njia kuelekea alikokuwa na kujua mwenyewe Selunga. Nakumbuka kwamba ilikuwa ni mida ya saa 2 usiku. Nye watoto, kwani kuna kitu gani? Salama alikutana na swali kutoka kwa mama yake mzazi aliyefika pale mlangoni. Salama alipokuwa anaendelea kusimama akiangalia upande aliyokuwa anaelekea mumewe. Yaani mama, mimi simuelewi kabisa mume wangu amekuwaje hivi ghafla. Salama alizungumza huku akiafuta machozi yake aliyokuwa yakimuandama katika macho yake. Bali kwa analia Salama. Alikuwa analia. Kuna kitu chochote ambacho unanificha? Bimshama akamtupia swali Salama akiwa anamtazama. Salama naye akanyanyua uso wake kumtazama mama yake. Ni kwa nini unasema hivyo mama? Kwa sababu haiwezekani mtu aondoke tu basi alafu wewe uanze kulia. Kuna kitu unanificha. Salama akazidisha kulia akiwa anajiegemeza kwenye bega la mama yake. Mama, nampenda sana Selunga. Nampenda na sitaji kumpoteza. Salama alizungumza akiwa ameegama begani mwa mama yake. Lakini umesahau sheria na kanuni zetu kwamba hatuna rafiki wala ndugu wa kudumu. Kwa hivyo hatutakiwi kumpenda wala kumwonea huruma yeyote isipokuwa wenyewe kwa wenyewe. Bimshama alizungumza akiwa anampiga binti yake mgongoni. Mama, najua mama. Lakini nimejishtukia tu nikimpenda sana Selunga kiasi cha kufikia kushindwa kutoa kafara niliyokuwa nimemwaahidi Mkulu. Nampenda sana Selunga mama. Inabidi utoe, maana huna mwingine wa kutoa zaidi yake. Labda ungekuwa na ujauzito ingekuwa nafuu kwake. Kwa hivyo ni lazima umtoe mumeo ili uimarike na uwe mkubwa zaidi. Mpao amekupikuka kwa jasiri na ana roho ya huruma kama hiyo ambayo uko nayo wewe. Nawe ndo unatakiwa kuwa hivyo. Mtoe. Wanaume wapo wengi sana, lakini uhai wako ndio muhimu zaidi. Dunia haijawahi kuisha watu. Ukimtoa huyu, ukipata mwanaume mwingine pia mtoe hadi pale utakapokuwa ngangari. Bimshamu alikuwa anamuhusia mwanaye wakiwa wanaongozana kurudi ndani. Naam. Na huu ndio mwisho wa sehemu hii ya 37 ya simulizi yetu nzuri inaitwa Kijiji cha Muono. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu ijayo. Itakuwa ni sehemu ya 38. Mimi naitwa Felix Mwenda. Mtunzi anaitwa Hans Marcelin.